itakuwa ni kukosa heshima unapofika sehemu kwenye mji wa mtu alafu usiweze kumsalimia. Huyu hapa ndio kiongozi ambaye ni mkuu wa mnada huu, ambaye ndio kiongozi kabisa wa kiutawala ukifika hapa, ambaye niliwahi kufanya naye interview kama miaka miwili iliyopita. Na jambo kidogo labda wasalimie mkuu, kama kuna jambo kidogo la kusema. Namshukuru Mungu, sisi tunaendelea vizuri, biashara bado inaendelea, ni mnada mkubwa. Msimu huu sasa hivi tuko juu kidogo, ng'ombe ni wengi na wanunuzi wanapatikana. Kuna kipindi ambapo ng'ombe wanakuwa bei inakuwa chini. Kuna baadhi ya miezi kama ipi wanakuwa haba kuanzia mwezi wa 10, 11, 12 mpaka mwezi wa kwanza. Okay. Okay, kipindi ambacho mtu hapa akitegemea kija kama na ng'ombe aje kuuza ni mwezi wa 10, 11, 12 mpaka wa kwanza. Lakini muda ambao miezi ambao ng'ombe wanakuwa wengi kuanzia mwezi wa pili mwishoni mpaka kipindi chote. Mwezi wa pili mpaka mwezi wa 7 hivi, wa 8, wa 9 mwisho ng'ombe wanakuwa wengi sana. Okay. Mnapokea ng'ombe kutoka mikoa mingapi hapa Tanzania? Mikoa mingi kidogo. Unaenda mpaka Kigoma? Kigoma wanapatikana kwa mara chache sana. Lakini mara nyingi kutoka wapi? Wengi wanatoka Shinyanga, Tabora, Singida. Okay, Shinyanga, Tabora, Singida. Na Manyara. Okay. Sawa, ni taratibu ya kuingiza mifugo hapa kwa ufupi tu, labda kwa mtu ambaye anataka kuleta mifugo hapa kuuzia hapa, taratibu zake zikoje za mnada? Anakuja tu na kibali kutoka kibali cha kusafirisha. Okay, cha kwanza. Akishakuwa na hicho kibali tunapokea. Okay, kibali tu cha kusafirisha mifugo kutoka wilaya husika. Kutoka. Okay, akiingia hapa na hapa kuna ushuru wote anatakiwa kulipia ndani ya mnada? Aliyeleta ng'ombe alipisha. Anayenunua ndiye analipisha. Kwa mfano nimenunua ng'ombe ile, nimeona Boran pale mpaka anaenda milioni 5. Yule Boran naweza kumlipia shilingi ngapi kama namnunua hapa? Ng'ombe wote bei moja. Haijalishi ni ukubwa gani nini. Bei yake shilingi ngapi? 7,500 kila ng'ombe. Kila ng'ombe kama anaenda ndani ya Tanzania. Kama ndani ya Tanzania. Nje ya Tanzania ndakiwa fanyia 25,000, ambao tunaona kwamba kusafisha ng'ombe nje ya Tanzania huko zinabiwe na leseni. Aliwahi kutueleza kiongozi hapa ambao unaenda kwenye MIMIS kule kwenye Wizara ya Kilimo, unaweza kwenda kwenye mfumo ukaweza kuregister na ukajisajili ukapata leseni, ambao of course kuna taratibu ambazo ni online. Biashara zote zimeenda online. Ni kiongozi ambaye kwa jina tafadhali unaweza kujitambulisha kwa jina na cheo chako. Dominic Aule. Okay. Ni mkuu wa mnada. Mkuu wa mnada Mr. Dominic Aule, asante sana kwa wema wako. Tumekuwa hii mara ya pili tunakuja hapa. Ni Aje Fans wa shamba tembea. Asante sana kiongozi. Okay, kiongozi wangu yule pale. Okay, tunaweza kwenda. Ninafahamia naye kwa sababu tulikuja hapa wakati uliopita na tuliongea naye. Kwa hiyo unaona kama kipindi kile tulifanya sana mahojiano hapa. Kwa hiyo ni mtu mwema sana. Na mimi nimefurahi sana. Sasa hapa ndio muda wa sisi kupata kuzungumza kidogo. Nichukue mawasiliano yako. Huyu hapa ndio mwenyeji wangu. Unamwona ananiacha mbali sana kwa uzito na kila kitu na upeo wa masuala ya mifugo. Lakini kwako unaitwa nani? Mtu atakuja hapa atakutafuta, lakini atakufanya biashara kwa sababu unaitwa nani? Kuna jina langu la utani. Utani? Wananiambiaga Makirikiri. Okay. Sasa jina langu original naitwa Mzee Losoki Mole. Losoki Mole. Mimi nadhani Mzee Mole. Na mtu kwa akifika hapa akija hapa Makirikiri, kija tu hapa mnada huu wa Meserani, ni mtu maarufu sana. Umekuwa hapa kwa muda gani? Na zaidi ya miaka 30. Oh, come on, ndio maana umekuwa maarufu. Na Mama Yoyo ndio yuko wapi? Ndio yule? Mama Yoyo? Hapana, sio hapo. Mama Yoyo ni mtu mwingine tofauti. Okay. Mama Yoyo wako hajaje hapa. Kwa hiyo magari yote nasubiri kubeba mifugo. Yote magari unayoona. Okay. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, nataka wa appreciate kwa magari mbele yetu yote yale pale makubwa kabisa. Unaona? Wakilia magari ya kusafisha nyama, ng'ombe ya nyama, Arusha miti. Kupeleka kwenye kiwanda kila Arusha miti. Okay. Zingine zinaenda Kenya. Zinaenda Kenya, okay. Wow. Kwa toka hapa. Kwa hiyo hapa ni sehemu kubwa sana ya uchumi kwa upande wa Arusha. Ndio mnada mkubwa hapa Arusha. Na si Arusha tunaona kama pia kwa Tanzania. Kwa sababu mtu anatoa ng'ombe kule, anatoa kule ng'ombe Simiyu, Shinyanga. Hey, come on. Unafahamu kabila gani yule? Huyu ni Masai. Sawa bana, yule Masai.
Au Mang'ati. Sukuma, nimeshamwona Msukuma huyo. Nimeshamwona. Yule pale Msukuma kaja yule pale katoka Shinyanga kote, kaja kuuza mifugo hapa. Anaonekana tu. Na hizi jasi za mifugo naona ziko zimeletwa hapa kwenye mnada. Ni sehemu ambayo unaona kuna shughuli nyingi sana ukitizama kuanzia kaskazini mpaka kusini. Kila mahali kuna shughuli kubwa sana ambazo zinaendelea. Lakini unaweza kuona uimara wa geti yenyewe. Unaona? Hii ni geti ambayo ni concrete na kuna ulinzi hapa masaa 24. Muona kuna vyoo, upande wa vyoo pale unatizama kuna ofisi kila kitu. Alafu uliona kama mkuu wa mnada pale kwa anazungumza. Hizi hapa ni fence ambayo ni concrete ambayo pia ina gate kubwa sana kule, inalindwa na maaskari kwa sababu kumbuka ni biashara kubwa sana ambayo inaendelea hapa. Nimekupa angalau halisi ya mnada wa Meserani Monduli, mnada mkubwa sana ukanda huu ambao umebadilisha maisha ya watu. Endelea kufuatia vipindi kutoka Haji Farms Mashamba na Utembea. Kisha una subscribe, like na kushare, lakini comment chini ya video hii. Na kama unataka mawasiliano mbalimbali, network, mtandao, namna ya kupata mifugo kutoka hapa, usikose ku WhatsApp namba simu 0743 812 853. Kupitia namba hiyo ya WhatsApp utapata mawasiliano na kupata mbegu bora kwa mfano borani, mambo na dili mbalimbali za biashara kutokea hapa Monduli Arusha. Ndio kazi ya Haji Farms hapa, connect biashara nchini Tanzania. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. Haji Farms wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi. Cha kufanya, wasiliana na Haji Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Haji Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Haji Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Haji Farms. Wote mnakaribishwa.